Mimi kwa majina naitwa Mhandisi Peter Mwasalianda, ni mtendaji mkuu wa mfuko wa mawasiliano kwa wote. Mfuko wa mawasiliano unatekeleza miradi mingi, tutaelezea karibia miradi 15 ambayo tunayatekeleza kwenye kipindi cha awamu ya 6 na katika uongozi wa miaka 4 wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na nitaanza kuelezea mradi mkubwa ambao kwa Kiswahili tunahitaji ni flagship. Hiyo ndio flagship project. Hiyo ni miradi ya kimkakati. Ni moja ya miradi ya kimkakati ambao sisi mfuko wa mawasiliano kwa wote tunautekeleza. Najua wengi mmesikia utekelezaji wa ujenzi wa minara 758. Na nikianza kabla nisielezee hiyo, nielezee kwamba mfuko wa mawasiliano kwa wote tulianzishwa kwa sheria ya Bunge mwaka 2006. Sheria ile ilipitishwa na mfuko ukaanza kazi mwaka 2009. Kutoka 2009 mpaka leo tumekuwa tukitekeleza miradi mbalimbali. Lakini chini ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sisi kama mfuko tumetekeleza mradi mkubwa ambao tulitekeleza huko nyuma wa ujenzi wa minara 758. Nimesema mradi huo mradi wa kimkakati wa ujenzi wa minara 758 ya mawasiliano. Mradi huu tumeanza kutekeleza mwaka 2023 na kwa bahati nzuri Mheshimiwa Rais alishuhudia utiaji saini wa mikataba ile ambapo tulikubaliana na watu wa huduma Tigo, TTCL, Vodacom na Halotel na Airtel kujenga minara hiyo 758 kwenye kata 713 nchini na minara wilaya 127 katika mikoa yote ya Tanzania, mikoa 26. Na kwenye mradi huo ukichukua kwa mujibu wa sensa ya mwaka 2022, ukichukua kwenye maeneo yote hayo 758 unaenda kukuta inaenda kunufaisha zaidi ya Watanzania milioni 8.5. Kwa hiyo mradi huu unaenda kuwanufaisha wenzetu wa Tanzania ambao huduma ya mawasiliano aidha ilikuwa ni hafifu au ilikuwa hakuna kabisa, milioni 8.5. Na serikali ilitoa kupitia mfuko wa mawasiliano imetoa ruzuku ya shilingi bilioni 126. Na nikirudisha nyuma kidogo, mwaka jana Julai 2024 Mheshimiwa Rais alizindua mkakati wa uchumi wa kidigitali. Na kwenye ule mkakati wa uchumi wa kidigitali una nguzo 6. Na nguzo ya kwanza ni digital infrastructure, ambayo hiyo digital infrastructure imegawanyika kwenye soft infrastructure ambayo ni mifumo ile, alafu na hard infrastructure ambayo sasa ndio hii minara, mikongo yote inadondokea hapo. Kwa hiyo ukiangalia serikali ina lengo la kujenga uchumi wa kidigitali, na kwenye kujenga huo uchumi wa kidigitali kitu muhimu na cha kwanza ili watu waweze kupata kushiriki kwenye uchumi wa kidigitali basi ni kuwapelekea miundombinu ya kidigitali. Na ndio maana kwa nia njema kabisa ujenzi wa ule minara 758 ukaanza. Nikija kwenye utekelezaji wa mradi huo mpaka kufikia juzi tarehe 23 Mei, jumla ya minara 682 imeshajengwa. Kwa ukichukua kwa hesabu za haraka kuna minara tu kama 70 na kitu ndio bado haijajengwa. Kwa hiyo utakuta hii ni sawa na 90% ya utekelezaji wa mradi. Na kati ya hiyo minara 682 tayari minara 533 ishaanza kutoa huduma kwa wananchi. Sasa nilisema tuende kwa namba, nikitoka hapo nataka nikurudishe mwaka 2021. Mwaka 2021 kwa mujibu wa
taarifa ambazo huwa zinachapishwa na Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania TCRA, idadi za line ya simu zilikuwa milioni 54. Chukua calculator yako leo. Kufika March 2025 tuna line za simu milioni 90.4. Ukichukua internet mwaka 2021 watumiaji wa internet walikuwa milioni 29.8. Leo hii tuko milioni, watumiaji wa internet ni milioni 49.3. Kwa utakuta huo ukuaji wote. Kwa nini kuna ukuaji wa namna hiyo? Kwa sababu miundombinu imeimarika. Wenzetu wa vijijini tayari wanapata miundombinu, na uzuri sasa hivi tunachojenga ile minara huwa lazima iwe inatoa huduma ya 2G na kuwepo ambayo hupati internet, lakini lazima iwe na 3G 4G ili kuwezesha sasa maeneo hayo watu kuweza kupata huduma za internet. Nafikiri mmeishi. Kitoa hapo utaona hilo ongezeko 54 21 90.3 line. Kwa utakuta kuna milioni karibia 40 zimeongezeka. Internet 29.8, leo tupo mpaka kufika Machi ilikuwa ni milioni 49.3. Kwa nini hayo yametokea? Sasa tutoke huko kwa sababu nyinyi ndo custodian, kwa kushirikiana na TCRA tuone kama taifa basi tusonge mbele ili mambo mengine yaende. Lakini la mwisho zaidi tunawashukuru. Na kwa sababu tumekaa leo tulikuwa tunasikiliza dozi, na kwa sababu nami ni sehemu ya wanaohudhuria hii mikutano leo, kwa kweli maswali ya kisayansi zaidi mmeulizwa. Kwa hii kwenu ni mafanikio, msione ya kwamba inakuaje. Lakini vituo vya mwendokasi, hizi internet za bure, manake miezi 8 nyuma mfuko wa mawasiliano ulikuja kwenye mikutano kama hii na tukaandika headline kubwa, vituo vya mwendokasi mtandao bure. Sasa na kwa sababu mmekuja tena hapa mnazungumza mafanikio, sasa sitaki kuigeuza changamoto ile muibebe kama namna ya kwenda kuifanyia kazi. Lakini mwisho kabisa, jukwaa la wahariri tutaendelea kushirikiana nanyi mfuko wa mawasiliano kwa wote, kwa maslahi ya taifa letu, ili tuone yale mapinduzi halisi ya kidigitali kuelekea uchumi wa kidigitali. Kama ofisi ya msajili wa hazina tunaahidi kuendelea kuwa kiungo muhimu kati ya taasisi 252 ambazo serikali ina umiliki wa hisa nyingi, yani kuanzia 51%, na wananchi kupitia vyombo vya habari. Na katika muktadha huo napenda kuahidi kuendelea kutoa ushirikiano wa kutosha